Taarifa za Ommy Dimpoz kuweza kufukuzwa kwenye kampuni ya GSM zinaendelea kushika kasi, na hivi karibuni ameweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuashiria kuna namna fulani ambapo yeye na waajiri wake hawako katika maelewano mazuri kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Kwa hiyo taarifa zaidi zinasema kwamba washikaji wamebadilisha mpaka fingerprints za milango ndani ya GSM company. Kwa hiyo Ommy yeye hawezi kuingia kwenye kampuni hiyo kutokana kwamba ameshafutwa na details zake kwenye mifumo ya GSM company zimeshaondolewa, lakini chanzo kinadaiwa kwamba ni mkataba wa GSM pamoja na CCBRT, na kulikuwa kuna kama mizuzano fulani hivi kuhusiana na mauzo ya jezi za Yanga. Kwa hiyo inasemekana kwamba Ommy yeye alileta utani zaidi kwenye issue ya serious ya kimikataba. Kwa hiyo GSM akaona usintanie kijana, unavuka mipaka kwa sababu inagusa brand ya Yanga pamoja na hela ambayo CCBRT wameiweka pamoja na GSM. So Ommy Dimpoz ameposti kwenye Instagram page yake na kusema kwamba ni kama anatania tu kwamba najua hili sasa itakuwaje, umeona, kwa sababu kama ndio hivyo tena najua hili itakuwaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wengi wamekuja kucomment chini na kuelezea namna ambavyo mshikaji amepata na changamoto hiyo, lakini obviously Ommy amekuwa akionekana na mandinga makali, anaishi kwenye mjengo mkali, lakini hakuwa anajulikana kazi ambayo anaifanya nje ya ile ambayo anaifanya GSM. So I remember watu walikuwa wanajiuliza kwamba anafanya kazi gani nyingine, kwa sababu muziki haimbi, kashasahau. Sasa hivi watu shamsahau kwenye game ya muziki, lakini mbona anaishi maisha mazuri, anaendesha magari mazuri, range na manini. Kwa hiyo ni kazi gani nyingine ambayo Ommy anaifanya bado watu hatujajua, lakini sio kwamba GSM, mbona wafanya kazi wote wa GSM hawana maisha mazuri kama yake. Kwa hiyo tunaweza tukajiuliza ni namna gani ambavyo Ommy anaendesha maisha yake. So tutajua bifu na mbichi, taarifa zaidi kukujia.